watazamaji wa TRC Mzundu TV and NDC. Leo hii tena tuko ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Kabukumbini, na lengo kubwa lilotuleta hapa ni kuja kuhitimisha mafunzo yaliyoanza toka jana. Mafunzo haya yalikuwa yanahusu elimu maalum na yalikuwa yakiwashirikisha walimu wakuu wa shule mbalimbali zilizoko ndani ya halmashauri ya wilaya Handeni, lakini pia ilikuwa inawashirikisha walimu wa kawaida ambao wanadili na wanafunzi kule madarasani. Ambatana nami sambamba twende tukajionee. Tushajua mtu huyu ana ulemavu wa akili. Tushajua viashiria vyake. Sasa hebu tuangalie ni changamoto gani mtu namna hii anaweza akaipata katika ujifunzaji wake. Tushambaini kulingana na viashiria, tunaweza sasa darasani kupata maarifa. Akapata changamoto gani katika ujifunzaji wake. Yote ambaye anaweza kuelekeza kidogo kwamba mtu namna hii ni ulemavu wa akili kwanza tuanze. Anaweza kupata changamoto gani katika ujifunzaji wake. Mashiriki yote. Naam. Changamoto pale hata kwenye utunzaji wa kumbukumbu kwa shida. Utunzaji wa kumbukumbu unakuwa ni tatizo kwa sababu tayari ana ulemavu wa nini? Mwingine. Yes. Kwa nini ninaviona kwamba huyu mtu atakuwa na ugumu wa kuongea. Lesi naona kwamba katika ujifunzaji wake utamkaji wa maneno itakuwa na mwenye ugumu au kuunda sentensi au kueleza Yes. Pia mtu ambaye ana changamoto ya akili bado upokeaji wake wa kile kinachofundishwa unakuwa hapokei kwa wakati kile ambacho alitarajia akipokee kwa wakati ule. Kwa hiyo anahitaji muda wa ziada ili kuongeza pale alipoeleza ili kupokea kwa mwingine. Hapa amenifilisi ndugu kwanza hapo. Lakini niongezea hapo kwamba changamoto kwamba ya huyu mtu ambaye atakuwa na ulemavu wa akili, huyu changamoto ni kwamba yani utatumia muda mrefu, muda mwingi kwa kuelekeza jambo kadogo sana. Yani wakati hao wengine labda unafundisha jambo la dakika 40. Sasa huyu itatakiwa labda kale jambo ka dakika 40 ukatumia labda dakika 120 kwa jambo kale kale. Kwa hiyo utakiwa ukarudie zaidi na utumie tena zaidi zana za kugusa na au za kuona na kwa vitendo zaidi. Yes, na hilo swala la kutumia muda mrefu ni kwa sababu anataka kufunza nini? Kumbukumbu. Hebu tuende kwenye usonji. Tuende kwenye usonji. Mtu ambaye ana usonji anaweza kupata changamoto gani katika ujifunzaji? Tusharaini sasa huyu ana usonji. Yes. Anakuwa anakosa umakini na utulivu wakati wa kujifunza. Anakosa umakini na utulivu. Umekaa sawa? Mwingine? Yes. Huyu hana tofauti na mtu ambaye yeye ambaye tumejadili. Hana tofauti, ni kwamba wanaendana. Pia huyu mtu ambaye ana usonji ni kwamba ujifunzaji wake yani ni wa taratibu sana. Hawezi akapokea vitu kwa wakati, yani hawezi akapokea kitu ambacho anafundishwa kwa haraka akaweza kuelewa. Ina maana kwamba huyu mtu lazima atakuwa anachelewa kupokea na inabidi wewe mwalimu upate muda mrefu wa kuweza kumwelewesha kile kitu ambacho unataka apate. Asha, kwa hiyo kuna namna mbili. Ushauri huyu usonji wake huu ni wa kuelewa haraka sasa. Sio ule ambao utasaka wewe utumie muda kwa ajili ya kumwelewesha hapo sasa nafikiri itakuwa sawa. Lakini hata kupitia hizo document utaona changamoto mtu usonji inapelekea kufanyaje? Kuelewa kwa haraka zaidi. Na huyu mwenye uelewa wa haraka naongezea hapo mwezeshaji kwamba unaweza kukuta amechagua kama ni hesabu yake kwake ni hesabu, yani hapo tumuondoi, lakini masomo mengine akawa dhaifu vile vile, au sio? Kwa hiyo inategemea na kwamba ubongo wako mahali unamshughulisha unaelewa kwenye eneo
lake fulani. Chochote utakachomuuliza nafikiri mzazi atoa kisa kimoja cha mtu aliyepo hana sio? Yaani wewe sema hapo ameshatoa majibu, lakini yeye kwamba ukubwa wake ndio uko kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ni kipaji kwenye eneo moja sio tu. Tumalizie uone, japokuwa siku nyingi tunataka muda uone, mtu mwenye uone. Haya, hapo natoa sasa kisa kimoja tu hapa ili mnisaidie. Sasa nyinyi mtanisaidia. Mtanisaidia. Mtu mkamkuta anapotembea kisikia kishindo anapiga makofi. Alafu akija hapa mwingine anatembea ukakuta kajigonga. Alafu ukimtazama labda mkono wake mmoja uko mbele. Unafikiri huyu mtu atakuwa na changamoto gani? Sikia kuna mtu anatembea anapiga makofi. Alafu unakuta kitu kiko mbele yake akajigonga. Alafu na mkono labda anapotembea umekaa mbele. Nafikiri huyu mtu atakuwa na changamoto ya aina gani? Katika zile aina za ulemavu. Yaani hivyo ndio viashiria. Yaani hivyo ndio viashiria ambavyo wewe umefanyaje? Nimekutajia viashiria. Sasa kwamba huyo mtu atakuwa na gani na ulemavu? Karibu. Huyo ana ulemavu wa kuona. Changamoto ya uoni. Mwingine? Karibu. Huyo mimi naona atakuwa na usoni. Ni wale ambao wanafikiria haraka, yaani wanafikiria mbele zaidi kuliko TRC Mzundu TV, hakika ni kisima cha maarifa. 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 Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga vya shule ya msingi Kabuku mjini iliyoko kata ya Kabuku ndani ya halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisco wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.